Ni mwanachama ambaye nilikuwa nimegombea udiwani kata ya Kitangili. Kero yangu nilikuwa naomba mheshimiwa, mama alitangaza watu waliofanya vurugu kwenye mambo ya uchaguzi, aidha walipigana wakauana, wengine walipigana wakasameheana. Mama alitoa msamaha kwa ajili ya watu waliopigana mpaka wakafikia hatua ya mauaji. Mimi kama mimi, kuna familia yangu inateketea mle gerezani. Watu kama 6 kuanzia mme wangu, mtoto wangu wa kwanza, wakwe zangu, shemeji zangu, kesi ya mauaji Malilita. Nilikuwa naomba msaada kwa mheshimiwa mbunge pamoja na mama yetu mkuu wa wilaya kwa maelekezo ya mama kuhusu watu waliofanya mauaji, kesi kulingana na mambo ya uchaguzi. Kweli ilikuwa ni vita. Kama mama alisamehe, watu wale wanatakiwa waachiliwe wakafanye shughuli zao za kibinadamu. Familia yangu baba iko inateseka mle. Familia 6. Sasa niseme mambo ya mahakama, hakuna mtu anaweza kuingilia muhimili wa nini? Wa mahakama. Sawa kabisa. Kwa hiyo ushauri wangu, ndio ofisi ya mkuu wa wilaya ifuatilie. Sawa kabisa. Pamoja na mkuu wa mkoa wajue kiini ni nini. Na hapa nitoe elimu kwa wananchi wote. Nchi yetu ina mihimili mitatu. Ina bunge, ina serikali na ina mahakama. Na hii mihimili yote inajitegemea katika utendaji wa nini? Wa kazi. Muhimili unaotoa haki ni nini? Mahakama. Kwa kuwa jambo liko mahakamani, sawa, hapa sitaweza kulitolea majawabu yoyote, lakini acha tulifuatilie kupitia taratibu za kisheria. Tuone limekaa vipi. Baada ya hapo nafikiri vyombo vinavyohusika vitaona namna ya kufanya maamuzi. Sawa? Sawa kabisa. Nakushukuru sana. Lakini jambo lingine, wazazi mlioko hapa pia tumieni muda mwingi kuwaelimisha watoto kufuata taratibu za nchi na sheria za nchi na kuepuka kufanya vitendo ambavyo vinaweza vikawapelekea kuwa kwenye matatizo ambayo sio ya lazima. Sawa ndugu zangu? Nawashukuru sana. Sasa nimuombe mheshimiwa mkuu wa mkoa atoe ufafanuzi wa jambo. Atueleze hilo jambo analifahamu vipi kuhusiana na mauaji ambayo ameyaripoti mama hapa. Mtakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, siku ya uchaguzi, bahati nzuri sana sisi hapa mkoa wa Tabora hatukupata changamoto ya vurugu ya aina yoyote. Na ndio maana nilianza kwa kusema kwamba kazi yetu namba 1 ni kuwahakikishia ulinzi na kuwapa uhakika ninyi wananchi wa kulala na kuamka mkiwa salama. Baada ya muda mfupi, aliyeuawa alikuwa ni kampeni manager wa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kampeni manager huyu alikuwa ni rafiki yake au kampeni manager wa chama cha ACT Wazalendo. Walipishana, akaamua kumhama, akawa kampeni manager wa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kata moja hapo ya Wela. Baada ya kushindwa yule mpinzani, akaweka fitina kubwa. Wakamkamata kijana huyu na wenzake kutoka Kahama walikuwa wamewakodi. Wakaenda wakamuua kwa kumchoma moto. Sisi kama serikali hatuwezi kulala na hatuwezi kunyamazia jambo hilo. Mnanielewa wananchi? Hakuna anayeweza kuangalia mtu akauawa akachinjwa kama kuku. Na mimi nilishawaambiaga kwamba tutasimamisha shughuli za mkoa huu zote. Muuaji na jambazi lazima tumpate. Hao watu majambazi 6 wote tuliwakamata. Na wote wamekiri, wapo polisi pale. Tunawafikisha mahakamani. Hatuna msalie mtume na jambazi. Tukicheza na tukichekea jambazi hamtalala ndani nyie.
Tungechekea wale vibaka waliozumbua Mwanza na Kahama, Dar es Salaam, Arusha na Mbeya, tusingecheka leo wala kukaa hapa. Tulisema hivi, hatutafunga baa ya mtu, hatutafunga sheri ya mtu, duka la mtu halitachomwa, na hatutazuia watu kutembea. Tulisema fanyeni starehe zenu usiku na mchana, masaa 24 bila kuhofu mwizi wala jambazi. Ndio maana wakati ule gesti na roji zote hapa Tabora, hasa Nzega, zilijaa, kwa sababu watu walikimbia kutoka Mwanza, wakakimbia kutoka Kahama, wakakimbia kutoka Shinyanga, wakahamia Tabora, hasa hapa Nzega. Hatukufunga benki zilizokuwa zinatumika kanda ya Ziwa, Mwanza, Shinyanga na Kahama, zilikuwa ni za hapa Nzega na Tabora, kwa sababu vijana hawa mnaoona polisi na vyombo vingine vya usalama vilikaa imara kuwalinda nyie.